Kupatia tunzo hili kama vile mteteaji wa jamii zote za Sud Kivu. Umoja wa Wakongomani wote. Ema! Ema! Indoki! Nyenye mnyindu kinya bami. Data Bitakwira tuli hano twakutuma. Ugende utudeteri umunda. Tunataka tuvie nchi yetu. Baba Bitakwira, tunakuwa mbele yako. Uhakikishe sisi baba zako, wandugu zako wako nyuma yako, na tunakusteniri kwa hali ya haki. Hatutaki nchi yetu gauliwe, sababu nchi yetu tumepewa na Mungu. Kiliomo ndani ni Mungu ametupa siri yetu ya utajiri. Hawa watu ambao wanapenda kutuandamiza kwa kufuata haki yetu Mungu alitupa, tunaomba tuitetee mpaka mwisho. Asante. Ujambo na karibu ndugu mtazamaji wa AC Company TV chaguo la wengi. Tunapatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, mjini Uvira. Langu jina mimi ni Asmani Rosha, na kwenye kamera ni mkurugenzi Abe Machali. Leo hii tariki 7 Desemba mwaka 2021, umoja wa wakahaji alisi wenye busara kwa ajili ya kuleta amani na maendeleo, kwa Kifaransa Union des Sages Autochtones pour la Paix et Développement, ISAPED kwa ufupi, wamefanya kongamano ama mkutano ambao utasimamiwa na Mheshimiwa Justin Bitakwira. Mkutano huu umekusanyisha zaidi ya tribi aiza zaidi ya kabila 10 ambazo ziko hapa sasa hivi. Wote wako hapa na wanakuja kusikia kile ambacho kimesababisha wawe hapa. Kwa mengi zaidi endelea kuungana nasi, maana tutawapatia matukio yote mwanzo hadi mwisho, na watatuambia ni nini kizuri ambacho kimefanyika humu ndani na nini kibaya ambacho kimefanyika humu ndani. Endelea kuungana na AC Company TV. Kama hujasubscribe ili mradi utupe nguvu, sisi tunaendelea kutafutia habari. Asante, tunaweza kukaa. Asante, tunaweza kukaa. Asante. Ndio nategemea kuwa wengi walikuwa hapa kwa muda kabisa, na labda wewe umeanza choka, na ndio maana hatutakuwa warefu zaidi sana, tutakuwa wafupi kabisa. Tuambie hizi programu yetu iko. Tunapata maombi mafupi, sababu inajua kila mwenye kuwa humu ni muombaji. Uwe Muislamu, uwe Mkatolike, uwe katika Baola, uwe nani, unaomba Mungu. Na tutakuwa na dakika moja ya maombi. Tutasikia neno ambalo limetukusanyisha jioni ya leo kutoka ndugu Piero. Ni yeye anarepresente kabila ya Bagindu. Tutapata muda kidogo wa kumpatia Honorable Justin Bitakwira tunzo la mpambanaji, sababu kila mtu anajua hali gani tuliomo na anachopambana nacho kila mtu anakijua, sio siri kwa watoto
wa Uvira, Fizi na Mwenga. Ingawaje hatuwezi sema tuko katika vita, lakini ni vita ambavyo tunapambana navyo na kila mtu anavipigana kwa namna yake. Kuna wenye kwa kufua wanapigana, kuna wenye kupigana kwa mdomo, kuna wenye kupigana kwa karatasi. Na hiyo yote ni vita na kila mtu ni shujaa kwa ngambo yake. Kwa kipindi hicho tutatoa mchango kidogo kwa ajili ya kusukuma kazi ambazo Honorable Deputy Bitakwira anazifanya, sababu sisi tutamsukuma na tutatosha mchango kidogo kwa ajili ya kazi hii. Na baada ya hapo tutasikia Honorable Bitakwira kwa dakika 10 tutamsikiliza. Baada ya hapo tutasikia neno toka participant mmoja. Hapo tutaruhusu swali 2 au 3 kwa yale atakayosema, na baadaye tutasikia maombi ya kufunga nchi kikao chetu. Basi bila kukawia, nitaomba Evangeliste Robert kuomba kwa kufungua kikao hichi. Tunaomba Mungu Baba Kristo Mwokozi na Bwana wetu. Hapa tuko hapa mbele wako, tunakualika kabla ya kuanza mkutano wetu wa jioni leo. Kama invité numero 1 uwe pamoja nasi Kristo. Naomba mkono wako unyoshe juu yetu na juu ya yote ambayo yataenda kupita hapa. Ubariki kila mmoja ambaye anakuwa hapa, bariki mnenaji wetu, bariki kila ambaye amefika hapa. Katika jina la Yesu Kristo tukiacha yote mkononi mwako. Amen. Amen. Sawa. Bila kuponda muda, nafikiri ni muda mzuri wa kukaribisha waalikwa wetu ambao wanapatikana hapa. Tutawaita Seloma Group vile tuliwaalika, na munaweza simama au kupepea mkono pale kwenye muko ili tupate kuwaona kama mpo. Si ndio? Ndio. Lusulega. Munaweza simama tuwaone. Asante, asante. Wamasanze hawapo. Lukochi au Wazimba. Shikama, Mitolite Shikama hawapo. Basaje wa Wavira, asante sana. Basaje wa Banyindu, Babembe, asante. Bafuliru, asante. Chinyabuguma, asante, karibu tena. Babwari, Babuyu, Babangubangu amuko. Banamongo. Barundi. Sawa, asante sana. Bila kuwachosha na kuwachelewesha, tuambie wanani wamewaalika kwa siku ya leo. Kama tumejikuta hapa katika ukumbi huu saa hizi,
tumealikwa na umoja wa wasage wa autochtone au wazaliwa wa Uvira, Fizi, Mwenga, ndio wametukusanyisha katika sale jioni ya leo. Na kikundi hicho au hiyo kamati kwa Kifaransa inasemwa Union des sages autochtones pour la paix et le développement. Ina malengo kama 3 au 4, na lengo kubwa zaidi sana katika yote ni kupigania haki ya wazaliwa wa hizo eneo, kupigania haki ya watoto wa Uvira, watoto wa Fizi, watoto wa Mwenga. Hiyo ni moja. Tunapigania umoja wa hizo teritwari zetu 3, sababu bila kuwa pamoja kwa umoja hakuna kile ambacho tutakiweza. Tukitumika tuko separe, tutakuwa tunashindwa kila wakati. Na hizo ni objective mbili kubwa ambazo zimefanywa ili kundi lipate kuundwa. Na leo nitasema ni mkutano mkubwa wa kwanza, lakini mikutano ingine ya kuandaa mastati na matexte zingine inafanyika kila siku, presque kila weekend. Tunafanya kazi kwa ajili ya kujifunza namna gani eneo zetu zinaweza ishi katika amani. Hiyo ndio kundi ambayo imetukaribisha katika ukumbi huu jioni ya leo, na tukaona kuwa presence ya Honorable Bitakwira hapa kama vile kombata mkubwa kati yetu, ni mzuri tujumuike naye jioni ya leo na tusikilize mawili matatu katika vita ambavyo tulivyo navyo kwa pamoja. Basi bila kukawia, nitaalika ndugu Piero apate kusoma mo ya circonstance ili tupate kuelewa zaidi sana nini kilichopo na nini kinaendelea. Hotuba yetu tuliandaa hapa ni tutaisoma mu français, wenyewe wasikie français watatupa razi. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, territoire d'Uvira, Fizi et Mwenga, Union des sages autochtones pour la paix et le développement du Sud Kivu, en sigle ICPD. Nous, membres de l'Union des sages autochtones pour la paix et le développement du Congo, réunis au sein d'une organisation patriotique avec l'objectif de défendre les intérêts de la population et l'intégrité de notre République démocratique du Congo, remercions au préalable Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toutes les institutions relatives au fonctionnement de la République. Entre autres, les services de sécurité, les autorités provinciales, territoriales et urbaines, ici présents. Ainsi, une fois de plus, nous remercions les invités ici présents qui sont venus écouter in extenso les messages circonstanciels de la conférence débat. Dans cette optique, distingués invités, nous gratifions l'honorable député Bitakwira Bihona Justin, ici présent, qui, pour nous, est un signe d'honneur et de reconnaissance. Soyez tous bienvenus dans la salle Mangwade. Honorable député, distingués invités, vous êtes sans ignorer que la partie est du Congo, particulièrement les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, court une situation morose et scabreuse à raconter, qui coûte la population en général du Sud Kivu, surtout des territoires susmentionnés. Que le comité de l'Union des sages des autochtones pour la paix et le développement ne cesse de dénoncer qu'il s'agit de velléités politiques d'occupation et de la balkanisation, devenu un secret des polichinelles auprès de toutes les autorités politiques sans obtenir gain de cause quant à ça. Vu les conséquences de cette guerre, avec des révélations constatables et des intimidations qui magouillent
les couches sociales. Pas pour longtemps, l'honorable ici présent, accusé d'avoir tenu des propos qui incitent à la haine tribale, tout en faisant abstraction des massacres qui ont endeuillé la République démocratique du Congo. Pour ce faire, l'Union des sages autochtones salue le courage avec lequel les veillants patriotes n'ont pas titubé de défendre la vérité tout en s'insurgeant contre les mensonges, la falsification de l'histoire et les manœuvres visant à balkaniser notre pays. En dépit des intimidations de toutes sortes, il continue à déballer les secrets et les enjeux de cette guerre dont les principaux acteurs portent encore des masques. Considérant sa responsabilité de leader politique et esprit patriotique, à ce jour, nous, membres de l'Union des sages autochtones pour la paix et le développement du Sud Kivu, mandato honorable Bitakwira Juste Bihonhai, 1. Nous défendre partout en République démocratique du Congo et dans le reste du monde, aux États-Unis, ainsi de suite. Sur tous les problèmes qui nous guettent dans ces 3 territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. 2. Vu son bravoure, offre à lui une médaille d'honneur du travail, en symbole des enjeux traditionnels, notamment une lance, une gibecière, caisse et un bouclier triangulaire de protection. 3. Demandons à toutes les institutions publiques et privées du Congo et du monde à reconnaître ces baptêmes patriotiques fait par les comités de l'Union des sages autochtones pour la paix et le développement du Congo. 4. Demandons à notre défenseur qu'à tout moment d'événements contentieux ou cabales, de venir se ressourcer ou faire restitution à la base auprès des comités de l'Union des sages autochtones pour la paix et le développement. Cependant, l'Union des sages pour la paix et le développement prêche la paix, la cohabitation pacifique, le développement et reste aux aguets contre toute manœuvre politicienne d'instrumentaliser leur base au bénéfice de leur calcul politique. Certes, déclarons non à la balkanisation, la falsification de l'histoire et les antivaleurs. 2. Que tout un chacun sache que la République démocratique du Congo reste un et indivisible. 3. Que la jeunesse de la République aiguise leur esprit critique pour ne pas laisser s'instrumentaliser et d'enterrer la hache de guerre afin de commencer à construire la paix pour un avenir meilleur. Nous invitons tous les autres leaders et responsables politiques de préserver l'intérêt général du pays et non l'égoïsme. Honorables députés, distingués invités, à la suite de notre décision patriotique et démocratique de ce jour, lançons un appel au calme, à la retenue et à l'unité entre les fils du Sud Kivu et non à la trahison du pays. Et donc, plus qu'un du temps pour nous tous de travailler ensemble pour booster notre province du Sud Kivu et de faire jouir par ricochet notre population des retombées positives de notre lutte commune. Plus rien ne sera comme avant. Chez nous, vive l'Union des sages autochtones, vive la province du Sud Kivu, vive la République démocratique du Congo. Fait à Uvira le 7 décembre 2012 pour le comité de l'Union des sages pour le développement. Asante sana ndugu Lero kwa usomaji mzuri. Ndio tunafurahi sana kwa neno hilo.
basi tutamwomba Honorable Justin apite hapa mbele kwa kumpatia ile tunzo ambayo imesemewa katika hii discours. Tutaomba representant wa Ngoma Mlugalo Mafuleru. Ndio kama jinsi tunaona hapa kuko bouclier, sababu ni katika vita anapigana, ni lazima awe na bouclier kwa kumkinga asipate mishali ya maadui, na iko na mshali kama ngao yake au arme yake iliyo nayo, na iko na misie kwenye mbama taojo walokendo bila mbama. Nikupe mikro. Honorable Justin Bitakwira, sisi wasaje wa Sud Kivu tunakupatia tunzo hili kama vile mteteaji wa jamii zote za Sud Kivu kufuatana na vita kali ambavyo unazovifanya katika nchi hata nje ya nchi. Hii mkuki ndiyo silaha kubwa ya asili kwa ajili ya kupigana vita na wahalifu wale ambao watakayokuja kutafuta kumaliza watoto wa Sud Kivu ambao uko natetea. Tunakuwa pia hii bouclier ndiyo moyen de protection yako, kwa maana tuwezi kuacha wende katika vita na usikue na wewe protege. Kama kutakuwa mishari ya adui, na wewe utakuwa unajikingilia na hii bouclier ambayo tumekupatia kwa siku ya leo. Na vile vile hatutakuacha utupu, tunakupatia hii sakosh ambayo ni asilia jibesiere, ambayo tunatia ndani madola. Tutafanya mchango tutie ndani, ulipe nauli kwa kwenda Ulaya, uende Kinshasa, uende Amerika, kuna siozini, uteteye wakaaji wa Uvira, Fizi na Mwenga. Usikose tike na chakula utapata ndani. Hilo ndilo tuzo lako. Mungu akubariki pamoja na watoto wa Sud Kivu. Asante. Tunakutakia maisha mema. Mungu akubariki. Honorable, ulienda haraka. Ndio tutaomba neno lingine fupi kutoka sage wa Wabembe. Neno fupi kutoka sage wa Wabembe kwa kushirikiza Honorable Justin Bitakwira. Itabere Emo Indoki. Tukisema tunashukuru kukuona, na wakati wote ulikuwa ukitembea, ulitembea wewe peke, lakini kwa sasa tumekutuma enda fanya kazi. Na ikiwa tumekutuma, mtu atumake baba yake, mtu anatuma mtoto yake, kwa sababu ule mtoto chochote atakachokifanya ni chenye anatumwa na baba yake. Usiku tuko na wewe, mchana tuko na wewe, milima yote ya Bavi, Uvira, Fizi, Mwenga inakushindikiza kwa leo. Anza kazi yako sasa leo. Nimesema hilo kwa niaba ya Babondo. Asante. Sawa, asante. Tutasikia neno kwa Bavira.
Kwa jina la mwami wa Bavira na kwa jina ya Conseil de Sage Bavira yenye mimi na represente kwa leo, naambia Mheshimiwa Bitakwira ke Bavira yote kwa jumla biko nyuma yake. Asiogope, narudilia tena, asiogope Mheshimiwa Bitakwira, Bavira biko nyuma yake. Na vita yote itatokea, tuko tayari kushika silaha na kumshindikiza kwenye vita. Asante. Asante, tupigie mikono. Ndio, nawaza tutamsikia sasa Honorable Justin Bitakwira, lakini kabla tumsikie tutasikia neno la Wafuliru na Banyindu, na kisha tutafanya ule mchango tunatia katika ile shughuli yenye tulimpa, sababu haitaenda wazi, itaenda na kitu kidogo cha kumshindikiza. Tunasema Kongo yetu oye! Umoja wa Wakongomani oye! Sisi tunasema kama vile wazee wa Sage wa Bafuliru, tukishirikiana na wasaje wote wa umoja wa Sud Kivu, tunasema hivi, tunaipenda nchi yetu. Hatupendi mambo ya kukimbia tuwe wakimbizi. Tunataka tuvie nchi yetu. Baba Bitakwira, tunakuwa mbele yako. Uhakikishe sisi baba zako, wa ndugu zako wako nyuma yako, na tunakusteniri kwa hali ya haki. Hatutaki nchi yetu gauliwe, sababu nchi yetu tumepewa na Mungu. Kiliomo ndani ni Mungu ametupa siri yetu ya utajiri. Hawa watu ambao wanapenda kutuandamiza kwa kufuata haki yetu Mungu aliyetupa, tunaomba tuitetee mpaka mwisho. Asante. Asante mzee. Makabila ingine yote yenye haiko katika teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga, donc kama vile Lukochi, Warega wa Maniema, tutapatia Lusulega waseme. Lusulega waseme kwa dakika moja, na kisha tutasikia Wanyindu na tunaklotire. Yebalega Anisole. Honorable Bitakwira, sisi Walega tunasema Mulega ni nani? Mulega ni mutu, na kama uko mutu mayake uko nani? Mayake uko Mulega. Ya lazima tunapenda kukuambia kitu ambayo tunakupatia ni bouclier, guerrier. Hata nyama iwe kali je, inabidi apigane. Vita ni vikali, kazana na sisi tutakusindikiza. Asante. Asante. Tunasikia Wanyindu kwa dakika moja. Tutasema kwa lugha ya Kinyindu. Twehe tuli Banyindu. Mimi naona nyenye Munyindu kinya bami. Data Bitakwira tuli hano twakutuma ugende utudeteri umunda mukuba twehe tuli Banyindu tukabutira mokero kigo cyetu Kikongo tukisimire nakandi tutangasima mbukiwe cyetu Kigabwe nigambo iririho twakutuma ugende utudetere imunda mukulu w'igihugu shezi tukuvene tukumutula gwaba tutasimira ibita tusimire tubere kazi kutwakeba. Asante. Asante. Basi kwa kufunga kipindi hiki tunaomba wa ndugu zetu wa Tinyabuguma waseme kwa dakika moja.
viva! Shie ni bafie beke, niko hapa kumiaba ya presida wetu Kurukumbe. Mimi nataka nipostile juu ya Papa Bitakwira kusudi msutenire. Aitike kama sisi ba mingi tulizaliwa hapa. Mimi nataka nimsutenire baba yangu. Juu maisha yangu yote na jamaa yangu ni hapa. Astere viva! Hii ni Chinyabuguma. Arsene. Hapa hatuko juu Arsene, tutakutanana kwa Arsene saa ingine. Sawa, asante, tunawashukuru wote kwa maneno mazuri ya baraka ambayo mumetoa kwa Honorable Justin Bitakwira, na sasa tutampatia muda mfupi na yeye apate kusema ili mumusikie. Honorable, hapa uko deja na bie ya kukushindikiza katika kazi zote ambazo tumekutuma ende kufanya. Union des sages autochtones pour la paix et le développement imekupatia mzigo, na awange kutuma bila kupata nauli, bila kupata chakula cha njiani, na ndio sababu wamefanya haya matoleo ili ikushindikize katika kazi. Asante. Sawa, asante sana. Tunataka kusikia Honorable Justin Bitakwira kwa dakika 10, tumsikilize na mengine yatafuata baadaye. Wababa, wamama na vijana. Nasema wababa, wamama na vijana, amjambo. Jambo tena. Niko hapa najisikia furaha nyingi sana. Nitawaomba radhi. Hii masiku nikifungua tu kinywa waadui wanageuza maneno ninasema. Ndio maana kama vile nilifanya ku meeting, nitaomba mtu mmoja akuje kunitafsiri. Mnaniruhusu? Papa, chère maman et chers jeunes, bonsoir. Kwa hiyo wapendwa wazazi, wa baba, wa mama, vijana, hamjambo. Je me suis décidé à chaque prise de ma parole que je parle dans une langue qui sera entendue par tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de Mouhivois qui traduisent mal certains de mes propos. Et je souhaite toujours que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, entende ce que je dis. Na ninapendelea zaidi kama kila mara ninapotaka kusema Mheshimiwa Rais wa nchi Félix Tshisekedi Chilombo asikilize mara nyingi ninayoyasema. J'ai de très bonnes relations avec lui. Niko na mawasiliano mazuri mimi na rais. Mais il y a des gens qui lui font voir que c'est moi le trouble fait de la République. Wako watu wengi wanaomuonyesha kwamba mimi ndiye ninasababisha fujo iko katika nchi. Et pourtant, isipokuwa je suis un acteur incontournable dans la crise qui sévit en République démocratique du Congo en général et dans le sud du Sud Kivu en particulier. Na wakati mwingine wanasahau kwamba mimi niko kitu kizuri, niko mtu mkubwa ambaye ninaingilia zaidi matatizo katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, katika Sud Kivu na sidi ya Sud Kivu. Wakati kunaingia shida, mimi ninakuwa mchapaji mzuri wa kazi. Mon grand objectif
c'est la paix. Lengo langu kubwa zaidi ni amani. Je dis bien mon grand objectif avant toute autre chose, c'est la paix. Ninarudilia kusema munielewe vizuri kwamba lengo langu kubwa zaidi katika nchi ya Kongo ni amani. La paix dans la vérité. Amani katika ukweli lakini. La paix dans la vérité. Amani katika ukweli. Et pas dans le mensonge. Hapana amani katika uongo. Parce que avant de se parfumer, on se lave d'abord. Kwa sababu mbele ya mtu kujitupia parfum anakogaka kwanza. On ne peut pas se parfumer et se laver après. Mtu hawezi kujitupia parfum na kisha akagoga baadaye. Le symbole que je viens d'obtenir. Le symbole. Le symbole que je viens d'obtenir de l'organisation des sages autochtones d'Uvira, Fizi, Mwenga, plus particulièrement Itombwe. Wa Uvira, Mwenga na Fizi na zaidi sana hususan Itombwe. Je commence par la lance. Ninaanza mara ya kwanza na mkuki. Je commence par la lance. Ninaanza na mkuki. Dans notre tradition, katika asilia yetu, dans chaque case, katika kila kanyumba kadogo kamsonge. Parce que les grandes maisons sont venues il y a pas longtemps. Nous avons grandi avec comme voisins les rats et les cancrela. Alors, devant la porte de chaque papa, il y a une lance. Ce n'est pas une lance pour aller tuer. Sio mkuki wa kwenda kuuana. C'est une lance pour se protéger. Ni mkuki wa kujikinga, kujilinda. Soit par un ennemi. Kwa sababu, labda kwa sababu ya adui ambaye anakuja. Un ennemi voisin. Adui jirani. Ou bien un animal sauvage. Au mnyama mkali wa pori. Donc cette lance qui m'est donnée, c'est pour me protéger. Mara ni kusema kwamba huu mkuki ambao nimepewa ni kwa sababu sasa ya kujilinda. Et tant qu'on ne m'attaque pas, je ne l'utilise pas. Wakati hawajakuja kunichokoza, sitautumia, lakini msiogope. Mais je suis sûr, lakini ninaamini que tout celui qui entrerait chez moi sans autorisation ninaamini kwamba kila yeyote atasubutu kuingia kwangu bila ruhusa yangu. La lance c'est pour lui crever l'œil. Aha, mkuki ni kumpasua jicho. Le bouclier. Nimepewa pia ngao. Le bouclier dans ma langue on appelle ça siribo. Ngao katika lugha yangu inaitwa siribo. Kuhaza. Esquiver. Barrer. Oui. C'est pour barrer. C'est pour barrer les flèches. Kukinga mikuki ya adui. Maintenant ceux qui vont voir nos photos, lakini sasa kwa hiyo wote watakaoona kwenye picha, on va dire qu'on a demandé à Bitakwira de commencer la guerre. Wataanza kutafsiri vibaya wale watu kwamba waliwaambia Bitakwira aanze vita. Faux et archi faux. Uongo na ni uongo mtupu. Ma petite gibecière. Huu mfuko wangu hapa. Ou mon petit sac. Huu mfuko wangu mdogo hapa. Que moi-même j'ai tissé dans mon enfance. Ambao na mimi nilitengeneza wa hivi wakati nilikuwa niko kijana mdogo. Maintenant dans le monde moderne, kwa sasa katika dunia ya leo, en utilisant les sachets, wako wanatumia sachet. Ils disent on ne sait jamais. Na wako wanaiita hiyo sachet on ne sait jamais.
Bana itaka niende tu lakini mtu ajue kwenye niko naenda nini iko itakuwa. C'est-à-dire tout ce que tu attrapes. Maana yake kila kitu utakachokikamata kule utakachokipata. C'est de mettre dans ma gibecière pour nourrir mes enfants. Ni kuweka ndani vizuri kwa sababu ya kuchunga watoto wangu na kuwalisha. Ça signifie que ce n'est pas un parent égoïste. Ni kusema kwamba mimi sitakuwa mzazi wa kupenda tumbo. Chers sages autochtones. Wapenzi wazee wa busara wenyeji wa hapa Uvira na Fizi, Mwenga na Itombwe. Dans ma vie, katika maisha yangu, j'ai certains modèles. Niko na hali fulani. Et mon plus grand modèle, na hali yangu ya kabambi ninayoiona, c'est Nelson Mandela. Ninamuiga zaidi Nelson Mandela, raisi wa South Africa. Qu'est-ce qui me fait ressembler à Mandela? Nini inayonifanya kufanana sawasawa na Mandela? Mandela est né dans une case en paille. Mandela amezaliwa katika kanyumba kadogo kamsonge kamajani. Son village s'appelle Nkunu en Afrique du Sud. Village au kijiji chake kinaitwa Nkumu katika South Africa. Et c'est là où on l'a enterré. Na hapo ndipo amezikwa. Mandela a grandi, comme je vous ai dit, avec deux voisins aussi. Mandela naye amekomaa kama jinsi nilivyowaambia pamoja na wajirani wawili. Les rats et les cancrelats. Naye kwa karibu na mende na panya pia. Mandela est un gardien de vaches. Mandela alikuwa mchungaji wa ng'ombe. C'est un berger. Mchungaji wa ng'ombe mzuri sana. J'ai sa photo de 12 ans. Niko na picha yake angali na miaka 12. Il a porté la première fois les souliers à 12 ans. Alivaa kiato mara ya kwanza Rais Mandela akiwa na umri wa miaka 12. Moi aussi je suis né dans une case en paille. Na mimi hivyo nilizaliwa katika kamsonge kamajani. À Katala. Fasi moja kunaitwa Katala. J'ai gardé les vaches. Na mimi nilichunga ngombe kama Mandela. J'ai porté les souliers à 9 ans. Mimi nilibahatika kuvaa kiato kwa miaka 9. Mandela a fait sa première prison. Mandela amefungwa kwa mara ya kwanza le 5 août 1952. Mandela amefungwa kwa mara ya kwanza tariki 5 mwezi wa 8 mwaka wa 1952. Moi aussi j'ai fait ma prison pour la première fois. Na mimi nimefungwa kwa mara yangu ya kwanza le 5 août 1987. Na mimi vivyo hivyo tariki 5 mwezi wa 8 mwaka wa 1985. C'était le jour du mariage de mon ami Kapera. Ilikuwa siku ambayo rafiki yangu Kapera yuko hapa amefanya harusi. Yule pale Mandela a été arrêté. Pamoja na hiyo Mandela amefungwa. Il a fait 27 ans de prison. Alifanya miaka 27 anafungwa katika jela. On l'a libéré le 11 février 1990. C'était un dimanche. Wakamfungua tariki 11 mwezi wa pili mwaka wa 1990. Moi-même j'étais en prison, on m'a libéré le même jour. Na mimi nilikuwa nafungwa huo mwaka, walinifungua huo mwaka. Hiyo siku ilikuwa siku ya Mungu. Mandela est mort. Mandela amekufa le 5 décembre. Amekufa tariki 5 mwezi wa 12 2004. Mwaka wa 2004. Moi-même je suis né le 5 décembre 1960. Na mie hivyo nimezaliwa tariki 5 mwezi wa 12 mwaka wa 1960. Le symbole de ma consécration ici. Ishara ya kuvikwa kwangu hapa, hivi vitu nimevikwa, me donne le courage. Inanipa shahuku na bidii. Que je ne suis pas seul dans mon combat.
kwamba siko mimi mwenyewe katika vita ninavyovifanya, avant que je sois accompagné par toute la République. Kabla na hiyo pia kwa ndugu zangu wa Vira, nous ne pouvons gagner aucune guerre dans la division. Hatutaweza kushinda hata vita moja wakati tunatengana. On ne peut pas gagner une guerre dans la division. Hatutaweza kushinda vita katika matengano. Et quant à mes amis et à mes frères Tutsi, kutokana na wandugu zangu Watusi, ils me considèrent comme leur bête noire. Wananiona kama kidudu cheusi. Mais parmi eux aussi il y a beaucoup de victimes. Ila katikati yao miongoni mwao nao pia kuna wahanga wengi. Et maintenant pour qu'on fasse la paix, na sasa ili tufanye tutengeneze amani, je l'ai encore dit le mercredi, tena nimewaambia hivyo ndugu zangu Watusi siku ya tatu, dans un proverbe de Bash, katika mizali ya Mashi, et c'est la responsabilité du président de la République, na hiyo iko katika majukumu ya rais wa nchi, d'écouter tous les sons de cloche. Raisi asikilize kila mulio wote wa kengele, parce que en un certain moment, kwa sababu kwa muda fulani ceux qui tuent, wanaoua, se font des meilleures victimes, wanajifanya wao ndio wanaonewa zaidi, et ceux qui meurent, na wanaokufa, deviennent des bourreaux, wanaonekana wao ndio wabaya. C'est comme ça que j'ai dit à Mashi la fois passée, hivyo ndivyo niliongea katika lugha ya Mashi, que deux enfants se battaient, kwamba vijana wawili walikuwa wanapigana mangumi. C'est celui qu'on a fait tomber par terre, ule ambaye ameangushwa chini anapigwa ngumi, à qui on dit laisse l'autre. Wanamwambia wewe mwenyewe uko chini, wewe acha mwenzako, na iko napigwa. Alors que c'est celui qu'on écrase. Na yeye ndio wako wanadudubiza mangumi pupu. Et bana fungui. Bana fungui, c'est-à-dire séparez-vous. Ce n'est pas moi qu'on est en train d'administrer les coups qui refusent, comme celui qui est en train de me le faire. Alors, kwa hiyo, pour que les conflits cessent dans le sud Kivu, ili matatizo yaishe katika Kivu ya Kusini, on doit s'asseoir à l'arbre du palabre. Tunapaswa kukaa katika chini ya mti wa mazungumzo, comme les animaux malades de la peste. Kama minyama migonjwa. C'est de La Fontaine. Hapo tunaongea fable ya La Fontaine. Parce que les lions qui mangeaient tous les animaux, kwa sababu simba aliyekuwa anakula minyama ingine yote, comme tout le monde avait peur de lui, kwa sababu wengine wote walikuwa wanamuogopa, et il a dit j'ai déjà croqué autant. Na kajigamba nilishatafuna hawa. Il n'a pas été condamné. Hakuna mtu aliyemgusa huyo simba aliyotafuna wengine. Mais l'âne qui est venu témoigner qu'il a brouté de l'herbe. Mtoto wa punda aliyekuja kuzungumza kwamba niliona simba maraba leo iko nakula majani. No. Mtoto wa punda amesema mimi leo nilikula tu majani. Nilisikia njala wakati mwa maisha yangu nikatafuna majani. Lakini mwenye alikula zaidi watu wengine, kwa sababu wanamuogopa. Kwa ule aliyetafuna wengine hakuna shida, kwa sababu tunamuogopa. Kutafuna hata wengine 10 hakuna tatizo. Huyu aliyetafuna majani yeye wakamkamata wakamtundika. Kwa hiyo sasa mimi Bitakwira ndio mtoto wa punda. Wengine waliotengeneza RCD, walitengeneza Gomino hapa, walitengeneza maandroide humu, na Batwigwaneho na M23. Elles sont sanctifiées. Wao wametakasika, wanakaa vizuri sana. On ne porte pas plainte contre eux. Hawawezi kuwashitaki wale ambao wamefanya hivyo vyama vya kuua watu. Kama Herodia marehemu Abdullahi Ndombasi. Bitakwira wewe umekula majani, utakuwa wa kwanza kutundikwa. C'est quelle justice du monde ça?
Ni sheria gani ya dunia hiyo? C'est quelle justice? Ni katika nchi gani ya sheria hiyo? Maintenant j'ai le mandat Sasa hivi mara hiyo niko na wazifa des populations de Uvira, Fizi et Mwenga. ya watu wa Uvira. Nimetumwa na watu wa Uvira, Fizi, Mwenga na Itombwe. Je vous défendrai partout, je serai de passage. Ninawaahidi nitawatetea kote nitakapopita. C'est le président de la République, je le verrai. Hata rais wa nchi nitamuona. S'il faut une délégation, nous ferons tout pour qu'il vous reçoive aussi. Kama mtafanya delegation tutafanya inayowezekana ili na nyinyi pia wapokee. Parce que nous avons déjà vu d'autres audiences chez les autres. Kwa sababu tulishaona zingine madelegation zinakubaliwa za wengine. Et pourquoi pas nous? Kwa nini sisi na sisi tusikubaliwe kuingia hapa? Chez le premier ministre, je le ferai. Kwa waziri mkuu wa nchi nitafanya, mtafika. À l'Union européenne, j'irai parler. Kwa Union Européenne nitaenda sema. Aux Nations Unies, je parlerai. Kwa Nations Unies nitasema pia kule. Et aux Nations Unies, nous allons poser une seule question. Na kule kwa Nations Unies tutauliza swali moja tu. Vous nous avez envoyé des blindés et des chars. Mulitutumiaka mashari de combat na maauto blende. Ça nous sert à quoi? Ili tusaidia nini? Et ça fait combien d'années? Neisha fanya miaka ngapi? Où est la paix? Amani iko wapi sasa? S'il n'y a pas de paix, leur présence ne se justifie plus. Na kama hakuna amani, presence yao humo haina maana. C'est ça, je ne veux pas abuser de votre temps. Kwa hiyo sitaki kuwapotezea muda zaidi. Nous venons de sceller un mariage. Tunamaliza kuunga ndoa na nyinyi. Je ne vous trahirai jamais. Sitakuwa nimewasaliti hata siku moja, sitawasaliti. Même si on me jette la pierre. Hata kama wakinitupia jiwe. Non seulement j'ai déjà un bouclier. Kwa hiyo nimesha kupata ngao. Mais nous nous vengerons contre celui-là. Haitoshi, tutapambana kwa kulipiza kwa yule ambaye atatutupia mawe. J'ai mené une longue discussion avec quelqu'un dans les réseaux sociaux. Tulifanya. Il dit, mais Bitakwira, oui, vous réunissez beaucoup de gens, même 30-40 000. Mais où est le projet impact visible? Aseme wewe Bitakwira unakusanyishaka watu wengi 10,000, 15,000 na zaidi. Sasa tuonyeshe kitu ambacho ni kikubwa kinachoonekana. Je lui ai répondu. Nikamjibu. Les Noirs africains. Watu weusi wa Afrika. En Afrique du Sud. Katika nchi ya Afrika Kusini. Ils avaient tout. Walikuwa na kila kitu. Ils avaient de l'eau qui coulait chaque jour. Walikuwa na maji yaliyokuwa yanatiririka bombani kila siku. Ils avaient du courant. Walikuwa na umeme katika nyumba zao na sehemu yote. Ils avaient des routes, de belles routes. Walikuwa na mabarabara mazuri ya lami. De belles maisons. Na nyumba za kifahari kabisa nzuri. Et il leur manquait une chose. Walikuwa wamekosewa na kitu kimoja. La liberté. Uhuru. La liberté. Uhuru waliukosa. À Uvira, Fizi et Mwenga ne sont plus libres. Uvira, Fizi na Mwenga na sisi hatuna tena uhuru. Nous ne sommes plus libres. Hatuko tena huru. Depuis 1994. Tangu mwaka 1994. Et en 96. Na mwaka huo wa 1996. En 98 avec l'RCD, n'en parlons pas. Na mwaka wa 1998 wakati wa RCD, hapo hatuwezi sema. Et jusqu'aujourd'hui. Mpaka sasa hivi. Tu dors, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Uvira, Fizi, Mwenga na Itombo ukilala haujui kama utaamuka. Tu vas au champ, tu ne sais pas si tu vas retourner. Unapokwenda kushamba maskini, ujui kama utarudia kuwaona watoto. Notre combat. Vita vyetu sisi. Et que la liberté nous soit remise. Ni kwamba amani na uhuru viturudilie. Nous devons devenir libres. Tunapashwa kuwa huru. Celui qui n'est pas libre dans son pays, c'est un esclave. Mtu ambaye haiko huru katika nchi yake ni mtumwa. Celui qui n'est pas libre dans son pays, c'est un esclave. Mwenye haiko huru katika nchi yake, narudia, ni mtumwa. C'est que nous sommes des esclaves pendant plus de 31 ans. Maana yake hivi, sisi ni watumwa zaidi ya miaka 31. Qui ne se rappelle pas dans cette ville?
Nani mwenye akumbuki hapa jana mwa hii vile ya Uvira? Comprenez les clés de hôtel on amène à Kigali. Walikuwa wanatukamata mafunguo za mahoteli hapa wanapeleka Kigali hapa. Wanaandika imekamatiwa. Quand je dis ça, Bitakwira heli tribal. Kama ninaongea kama bali tunyang'anya kama mafunguo za mahoteli. Bitakwira hapa heli tribal analeta ubaguzi wa makabila. Est-ce que c'est Bitakwira qui écrivait Iraka Joy? Est-ce que ni Bitakwira ndio alikuwa anaandika kwa manyumba zinakamatiwa hapa? Est-ce que c'est Bitakwira qui faisait têter les gens? Est-ce que Bitakwira ndio alikuwa ananyonyesha badaliste maziwa ya mama balifiwa na watoto hapa mwa hii Uvira? C'est de cela que nous allons discuter. Na ni hayo ndio tunapaswa kuzungumuza na wenzetu, tulete ubishi mkubwa ili tupate mwangaza. Pour que ça ne se répète plus. Ili hayo mambo yasirudie tena. Et ceux qui l'ont fait doivent demander pardon en public. Na wale walio yafanya wanatakiwa kutuomba msamaha haraka. Nous partons jusqu'au bout. Tutapambana hadi mwisho. Pour que la vérité triomphe. Ili ukweli upate kushinda uongo. Je vous remercie. Ninawashukuruni. Tunashukuru kwa intervention yako kubwa na maneno yako ya kuonyesha ushujaa na kazi ambazo unazifanya na ambazo unaendelea kuzifanya, kama vile umepewa wazifa na wazee wa tarafa zetu tatu. Basi bila kuchosha watu, tutaomba mtu mmoja katika sale aseme neno fupi kwa dakika moja. Mtu mmoja ambaye anajisikia anaweza sema neno moja fupi tu au kuuliza swali. Mtu mmoja, sio wawili. Unasema jina lako na kisha unauliza. Kwa jina ni Buga Lengoza Charles. Ile ndio jina langu. Napenda uliza hivi. Tumepata sana mingi kuma radio, kuma reseaux sociaux kama Excellence Bitakwira alishitakiwa. Sasa ile mashitaka iliishia wapi? Na yangu ya pili, milima mirefu watu wanalalamika sana, malalamiko zinaenda za mingi, lakini tunaona hawashughulikiwi. Tunauliza, eske mwa ile milima mirefu rais ajue kama mko watu? Na kwa mwisho tunashukuru kikao na yote yaliyoongelewa ndani. Asante. Eske yenye unasemaka na yenye Kagame anasemaka vinafanana au havifanani? Vinafanana. Kwanza na wako mrefu sawa hivi. Hivi mai ilishamwangika, hatuwezi kuizola. Tuzungumuze na tuambiane kesa ne se répète plus. Haiko vile? Ndio. Mimi sikataliagi mtu ono, esko uko mkongomani au uko mkongomani. Mimi najua tu kama mie niko propriétaire wa Kongo. Moi je fais partie des propriétaires, mais wewe uko locataire. Mimi ndio nilikupa kwenye utakaa. Mimi sikwambia kama bijombo ikoke yako. Kisha sikizana vile. Ase bijombo inakuwa yangu. Depuis quand? Twende kuuliza Mungu basi. Labda ndio mwanapanaka na ndio mwataiwa sema no bijombo ilikuwaga iko ya Bavira na haita badilika mpaka siku Yesu atarudi. Me hivi na wewe ulikuwa bakakupatia fasi ya kujenga uikale tu, me haiko bulongo yako, nyumba njoo yako, bulongo hapana. Nikisema yangu vile, asa unaona kitu kitakuwa nanga Henry Tribal. Oh. Nikisema kama Macron ni français, mimi nasema bongo. Hapana. Nikisema Joe Biden ni American, mimi nasema bongo. Hapana.
Nikiambia Nyarugabo hiyo lugha unasemaga na mimi naisemaka ni ya ngambo ndio kwenye to. Kisha ikakuja kutembelea huko. Sasa tunasema Francais. Hatuna Francais. Hivi sasa unasema unakuwa Mkongomani ukate kamba na kule kwenye ulitokaka. Juba fulero biko ba Canadien ba Americain balishaka kata kamba. Sinjo ubishi tuko nayo. C'est tout, il y a rien d'autre chose. Il y a rien, hakuna kitu kingine. Maintenant que d'ici parce que nilikuwa na sikuma nilizungumza na president wa republika. Tambia president. Ona kama mimi sina hata general moya. Ni benzetu yuko à peu près na 20-30. Oh, aye sasa. Et pourtant mimi naweza kuwa hata 1,500,000 ya watu. Mebao kama 30,000 kama ni 20,000 mimi si waki mzuri. Hivi recensement yafanyika. Ba 20,000 watapata 30,000 zero. Mimi ndio ni wewe Yesu. Acha mwache hivyo vya plente. Hiyo plente inaweza nigeuza yulu zaidi kupita kisi nilikuwa na niko yangu mfupi. Eske Raisi Tshisekedi anayua kama bale watu wenye biko analala nje kukimbia kurowana anayua kama banakuwaka? Naweza anayua kama banakuwaka. Sasa ni kwenda kumsisimua abakumbuke. Na ifujo tuko nayo haiko mbaya. Paske benzetu walituogopeshaka tukaanza kuwa tunaenda chini ya kitanda. Ulishakaona wanaweza fanya deba ya Minembwe mu Assemblée Nationale na depute wa Uvira au wa Fizi asisimame? Mshaviona? Hapana. Mshaviona? Ndio kila mtu anaanza kuyasema Ruberwa kama mvua. Mukatuma Mungu zibukira muyonga. Haiwezekani deba ya Minembwe inafanyika, banaitisha ministri akuye kusamba, kisha wa Uvira na wa Fizi hasemi. Na ndio maana mnawaambia wakati mmoja, eske wakati ya vote habatu kama taki kwanza uongo wanaenda kufichika muwese, tukisha danganyika kisha banatulishia hapo. Tukiweka banaume tunase fulani anaweza kutuima me hawezi kutupiga dana nyamaza. Haiko vile? Ndio. Anaweza kutuima me bakitupiga hawezi nyamaza. Ndio kule kwa assemblée iko sawa vile coupe du monde. Ukialinye mubaya lwako lule batakupiga 1000 buts ku zero. Na unaanza geuza mayo ulisha lobana me wapi hautaingiza. Et en politique, il y a des occasions qu'on ne rate pas. Il y a des occasions qu'on ne rate pas. D'ailleurs, c'est moi qui me suis levé le premier pour question à Minembwe. Mais je ne sais pas quoi. Balienda pour installer président ou Lesotho ou Burumese. Hein? Il est délégation à Panama. Ni président ou Burumese. Acha, mwache ile mzaa. Vingine tutakuwa tunaviongelea chini chini. Na vingine tutakuwa tunaongelea yule ya nyumba. Haiko vile? Ndio. Ba huyu mwenzetu Ibrahim Muyengo que je connais très bien, c'est un écrivain. Ndio maana mlisikia anaanza kubanuye. D'abord ni mtu wangu. Anaambia encadrement et formation politique. Et si ni formation politique tulishinda mole. Idéologie. Ni formation politique tulishinda. Kwa sababu wakati tunakoma si tuko watoto, kila magharibi ulikuwa unapenda uingie mbio, wewe ndio utakonga moto kwa sababu huko kwa hadisi tate atasema leo magharibi. Haiko vile? Ndio. Eske tuko na wakati kuongea ya yenyewe vinatufikia? Tuko na ile wakati? Tunaitoshaka wapi? Mareo njoo wazee wanatupatia occasion. Wanatupatia tuongee kwanza kulwenye lulitufikia. Meme Mungu baomba Mungu nao bataomba memwisho nao rusasi lutabakamata.
Hata pastor kimwambia pastor, wamkengera wafuasi kwanza yeye mwiyo hobolufu ne mbinguni ile. Alors il faudra que wakati mmoja tupate muda kama huu tuambiane kama hatujisimami eko tutaisha. Kama hatujisimami eko hii ulongo tutakuwa tunaiangalilia ngambo ya Kayanza. Ngambo njoo kulikuwa kwetu kule. Dakika 5 tu president. Dakika 5. Aba niko na bageni yangu nilikia nabo banayua. Mimi nilifanya 6 mois d'études ya politike ya Chine wakati ya Mao Zedong. Sasa ba japonais, aba mnasikia ba japonais bali coloniser ba chinois pendant 109 ans. Miaka 109 biko banabatemea mkinywa kubapiga asubuhi magharibi. 109 ans, un siècle na miaka 9. Ule Mao Zedong mnasikia kama China iko sawa China leo. Ule Mao Zedong mnasikiaka alianzaga masomo alishakuwa na 17 ans. Na anakuwa na mandevu ndio anaenda mpremiere ane primaire. Alibala viatu iko na miaka 13. Ndio alikuwa anabala viatu alibamba. Hii mayani ya migomba. Bana estime que alitembea Chine akafanya kilometre 1800 na miguu. Ndio akadécouvrir ma réalité ya Chine yote. Akasema tuka il faut ni libérer Chine. Ndio akaanza vita. Sasa alikuwa na bateretere ba mungu kwa wengi sana mule mshini. Ndio bali mungu anasikia wanasema bachenka check. Mais kwa kifupi sasa wakati parce que vita ya Mao ilikamata 7 ans. Mais akaganye vita. Ndio akaingia sasa banaitaka la marche rouge. Anaingia Pekin le 1er octobre 1949. Politique yake ya kwanza ni nini? D'abord ile wakati ya hiyo wakati ya colonisation ya Bajaponais. Sawa na Kinshasa. Hapa kwetu hapana bado. Kila avenue kulikuwa maeglize karibu 115. Ndio watu tu banakuwa kuomba Mungu. Akatosha loi ya kwanza, akakréer brigade ya ba jeunes, collège des élèves et des étudiants pour le salut de la Chine. Baki kukamata wewe chinois, uko naongea vitu vyenye haviangalie Chine ya kesho. Uko wera, jibe, fere, 6 mois de prison. Nyama wewe. Unaona kama wera anaweza endelesha hichi. Kwanza nyimbo anaimbaka kuna boga apart majina, anatayaka watu. Huko nyingine inaboga ndani. Brigade akasema travail obligatoire. Hawezi shinda kunyumba, unapaswa kushinda ukazi. Juki kazi ndio itosha wapi? Uende kwa mashamba. Unacheza ludo. Huko China unacheza ludo le 1er au 30 de lundi à dimanche. Huko ludo. Ndio bashimwa wote kwa mashamba. La Chine verte. Makanisa zote ziligeuka magerenie. Balikosa pasi ya kutia mavuno. Wakasema nyumba gani zinalaka bila watu? Makanisa. Twende kumwanga huko. Alors, ile brigade ni ya kwenda kusisimua watu. Tusirudie tena mulule wa zamani. Ba Japonais wakiturudia hako lwetu lule. Eski mnasikia tena wanasema Japon? Leo ni nani? Chine tu puissance. Hii Kongo ndio ilipaswa kuwa Chine ya Afrika. Sasa inakosa patawali. Tuendelee. Mungu ataiponya tu. Asante. Asante, tunaenda kumaliza kongamano yetu. Tutaomba kwa kumaliza kipindi hiki ili tupate kutawanyika kwa amani ya Bwana.
Tumeanza na maombi na tutamaliza na maombi. Tutaalika mtu mmoja tu mwenye kujawa anaweza simama akafunge kipindi chetu kwa sababu tumeanza na maombi. Une photo de famille avec le comité. Baba muumba mbingu na nchi, wewe uliye mwanzo na mwisho, wewe unajali wale wanaokujali, maana ulisema na wapenda wale wanaonipenda, na wewe jina lako ni kweli. Asante kwa kuwa neno muhimu linasemwa katika mkutano huu ni kuwa na kweli, na kweli ndio wewe Mungu. Hata mkutano huu unapotawanyika, kila mmoja atoke na maneno yaliyo kweli, ili kweli ipate kujenga nchi hii yetu ya Kongo, kweli ipate kujenga hii Sud Kivu yetu. Asante kwa kuwa utatawanyika pamoja na wapendwa wako, amani yako na utukufu wako uzunguka kila mmoja, katika jina la Yesu tunaomba, amen. Amen. Asante ndugu mtazamaji wa AC Company TV chaguo la wengi, maana ulikuwa nasi mwanzo mpaka hapa tukufikia. Najua vingi ulivishuhudia hapa, mheshimiwa mwenyewe alivyopewa tuzo yake kwa furaha, na watu wote kuonesha kuzidi kumsapoti siku kwa siku, na kuonekana kuwa watu walikuwa ni wengi sana, maana kabila zilikuwa ni nyingi ambazo zilikuwa zinaungana naye hapa mwanzo hadi hivyo alipofika mwisho. Nenda kuungana nasi, kama hujasubscribe channel yetu subscribe, ni mradi tupe nguvu sisi ambao tunaendelea kutafutia habari pande zote zile za dunia. Hii ni AC Company na mimi ni Asmani Rosha, kwenye kamera yuko mkurugenzi wangu Abema Charles. Asante na karibu, tukutane kwenye vipindi vijayo.